kura iko vipi, na moja kwa moja tunaelekea katika kaunti ya Nakuru. Mwandishi wetu Mike Chalo yuko tayari. Mike Chalo, Wakenya wanasemaje kuhusu shughuli hii? Naam, asante sana Joash. Moja kwa moja bila kupoteza muda, niruhusu niweze kutangamana na baadhi ya wakazi wa jiji hili ambao watakuwa wananipatia maoni yao kuhusu suala zima la usajili wa wapiga kura kupitia Tume ya Mipaka na Uchaguzi ya IEBC. Nikianza na wewe, pengine ukianza na jina lako, nielezee kwa maoni yako, wewe kama kijana na Mkenya wa taifa hili, pengine una imani na jinsi ya IEBC inavyoendesha shughuli nzima ya kuwasajili wapiga kura? Sina imani kwa majina. Naitwa Jaden Kamau, na kwa kulingana na hii tume ya IEBC, sisi wote tuseme tu ni ukora tupu tu tutafanyiwa tu. Juu hata kulingana na wale wenye walifanya uchaguzi mwaka wa 2012, sasa hivi wanahitaji wapate kura zingine ndio ili tuweze kujua sasa kiongozi wetu atakuwa ni nani mwaka wa 2027. Pengine IEBC inafaa kufanya nini? Wanafaa watewe mkubwa mwingine sasa wa IEBC, kwa sababu hatuna matumaini naye kwa sasa. Ni usajili tu ambao amesema kuwa wale ambao walikuwa wamejisajili kabla mwaka 2012 wanafaa kujisajili upya ili pengine stakabadhi zao ama rekodi zao ziweze kutokea katika rekodi ya kielektroniki. Unaposema kuwa ni ukora, unamaanisha nini? Anamaanisha aje? Wale wenye walisajili miaka 2012 ile Kenya tunasema tu ni wakirenew at least hata kwa pali kwa IEBC haitaonekana kuna wale wenye walisoma kitambo na wale wenye walichagua awali. So sisi wote tutakuwa tumechukua kura kwa umoja, na tukienda hata kupiga kura tutakuwa tunapiga kura kwa umoja. Asante sana. Pengine nikizungumza na wewe, unielezee una imani ama na mchakato ambao unaendelea wa kuwasajili wapiga kura, unauzungumziaje mchakato wenyewe? Ukianza na jina lako. Jina langu naitwa James Kamau. Mimi ni mkaaji hapa Nakuru, nafanya kazi ya matatu. Kwa maoni yangu naona ndio wanasajili kwa sawa, lakini ile kitu iliyoko kusema ati wenye walirusha kula 2012 hawajiandikishe upya. Nauliza IEBC nini waliona ndipo hawa 2012 waweze kujiandikisha tena? Mimi hapo ndio naona kama iko ukora. Mimi kwa maoni yangu naona kama ni hivyo iko, waamue hata wenye walijiandikisha saa hizi ama wa kitambo wenye walirusha 2022, kila mtu arudishiwe ajazidi tena upya, ndio watu walidhike na IEBC. Asante sana. Kwa maoni yako, unazungumziaje usajili wa IEBC ambao unaendelea kwa sasa? Unahisi kuwa IEBC imefanya hamasisho la kutosha kwa Wakenya, na idadi ambayo inajisajili unaizungumziaje pia? Kwa majina anajulikana Samuel Jeroge, MCA coming. Ile kitu mimi ningeomba hii serikali inaweza tusaidia, kama hiyo ujasili wa kura walete karibu hata kwa mastage, kwa soko. Hii kitu isiwe inachukua muda kidogo, juu sasa kuna wengine mahali wanakaa hakuna vitu kama hiyo. Ipelekwe kila mahali, kama ni kwa wale watu wafanya biashara wa soko wapelekewe huko, wafanyikazi wa matatu wapelekewe kwa stage, ili kitu iwe rahisi kwa kila mtu. Asante sana Joash. Ni baadhi ya Wakenya ambao nimezungumza nao hapa katika kituo cha matatu katika kaunti ya Nakuru. Wanachokisema zaidi, wanahofu na wanatilia shaka pia taarifa hii iliyotolewa na IEBC kuwa wale ambao walikuwa wamejisajili kabla mwaka 2012 waweze kujisajili upya, pia wakiweza kupendekeza vituo vya kujisajili kwa wapiga kura ama vya kusajiliwa kwa wapiga kura viweze kuongezwa zaidi ili shughuli iweze kufanywa kwa ufasaha. Joash. Naam, shukran sana Mike Chalo kitujia mubashara kutoka kaunti ya Nakuru kuzungumza na wakazi, kutueleza ni kipi wanasema kuhusu usajili wa wapiga kura. Hisia mseto zinazidi kuchipuka kuhusu swala hilo ama shughulikio, na tuko hapa ili kuweza kukuweka wazi na vile vile sawa kuhusu
mazungumzo haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Hapa studioni, mtazamaji, sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wageni ambao watakuwa wanatusaidia kuchanganua swala hili na vile kutoa taarifa muhimu ambazo ni hitajika katika shughuli nzima ya usajili wa wapiga kura. Mtazamaji, hapa studioni niko naye Brian Murai ambaye yuko karibu nami, ni kiongozi wa vijana kutoka Kasarani. Karibu sana. Asante sana. Pia mtazamaji, niko naye Albert Gogo. Albert Gogo ni meneja wa uchaguzi katika kaunti ama eneo la Nairobi, akihakikisha kwamba Wakenya wanapata taarifa muhimu msimu huu. Karibu sana. Asante sana. Na pia nitakuwa naye Johnson Friday ambaye ni mtaalamu wa uongozi ambaye tutakuwa tunasema naye kuhusu shughuli hii ya uchaguzi ama usajili wa wapiga kura, ili tuweze kuwa sote kwa pamoja na kuweza kuyaelewa kwa undani zaidi. Nitaanza nawe Albert Gogo. Tunapozungumzia swala hili, wakati ambapo tunazungumzia usajili wa wapiga kura, kuna swala ambalo linajitokeza. IEBC, nyinyi kama maafisa kutoka pale, kuna ile clarification kwamba kuna wale ambao wanafaa kuwa re-registered. Kuhusiana na taarifa hiyo, mbona tunasema kwamba wale ambao hawakuwa wamejisajili baada ya 2012 wajisajili upya? Ni kipi hiki ambacho tunataka kufahamu? Asante sana. Ningependa kueleza kwamba tume ya IEBC bila shaka iliingia afisini mwaka wa 2011, mwisho wa mwaka ule wa 2011, na walipoingia register ya wapigaji kura iliyokuwa iko kwa wakati ule ilikuwa ni ile iliyotumika kwa referendum ya 2010. Na baada ya tume kuchukua afisi, wakaanzisha register mpya from scratch ambayo ilikuwa inatumia teknolojia ya kisasa. Ile iliyotumika wakati wa referendum ilikuwa mchanganyiko. Kuna maeneo bunge 18 ambao walikuwa tunafanyia majaribio ya kusajili wapigaji kura kutumia teknolojia, lakini maeneo bunge mengine yote yalikuwa yanatumia, na wakati huo yalikuwa 210 yalikuwa yanatumia manual processes ya kusajili wapigaji kura. Kwa hivyo register ya wapigaji kura ya nyuma ya 2012 ilikuwa degazetted na haikuwahi tumika tena. Register mpya kutumia mitambo ya biometric voter registration iliundwa mwaka 2012, na ndio hiyo register ambayo ilitumika kwa uchaguzi mkuu wa 2013, 2017, 2022, na ndio register ambayo bado tunaendelea kuiboresha na kuikuza. Bila shaka. Kwa hivyo si kwamba wanaambiwa wajisajili upya, ni wale ambao hawajawahi jisajili kutumia teknolojia ya biometric voter registration ndio wanahitajika kujisajili. Bila shaka. Asante sana kwa kulielezea hilo. Na mtazamaji, ndiposa tuna mjadala huu ili kukuweka sawa kuhusu swala hili la uchaguzi, kwa sababu ni swala ambalo ni nyeti kwa sasa. Kila mtu anauliza ama anakuuliza uko kadi, ndo swali ambalo ama ndo maswala ambayo yanazidi kuibuka. Mtazamaji, tutoke tena hapa studioni ni kupeleke maeneo ya Taita Taveta. Mwandishi wetu Julius Mariki Mwakivo yuko tayari. Julius, wakazi wanasemaje kuhusu usajili wa wapiga kura? Na shukrani sana Joash Onsare kutoka studioni leo hii kuhusiana na mada yetu kuhusu usajili wa wapiga kura. Nimeweza kukutana na jamaa hapa kuzungumza naye kuhusiana na mchakato mzima wa shughuli hii ya usajili wa kura, tukijadili tu kuhusiana na swala hili. Asante sana 47 TV. Ukweli kulingana na mimi vile nimeona kwamba mchakato huu wa usajili sasa hivi naona unafanyika kwa njia ambayo inastahili na ni haraka, kwa sababu personally nime experience ikifanyika pale mtaani, na nimeona wale maafisa ama clerks wanazunguka hadi mitaani wakisajili watu, na wengi wanasema kwamba inafanyika kwa muda mchache zaidi. Kwa hivyo si jambo ambalo lina stress ama linasumbua, linafanyika kwa namna ya haraka vile inavyotakikana. Na pengine unahisi kwamba kwa maoni yako pia vile ni nini ambacho kifanyike ili kuhamasisha watu wengi zaidi kuweza kujisajili? Naam, kwa ajili ya hamasa ili watu wengi waweze kujisajili zaidi, nafikiri shirika hili la usajili la IEBC linafaa pia li-invest
na jinsi ya kutoa hamasa zaidi, kama vile kutumia vyombo vya habari, kutumia mitandao na kutumia pia wale watu influential ambao wanaweza kupitisha ujumbe zaidi. Hata kwenye makanisa watangazie watu, ili watu wengi waweze kufikiwa. Mahali kwenye mikutano kuwe na wale maafisa wa kueleza watu umuhimu wa kujiandikisha na mambo kama yale ambayo yanahusiana na usajili. Pia wasiwe wakikaa sehemu moja, hata kwa sababu hapa ndio polling station iko, basi wanakaa pale. Unajua Wakenya ni wale wale, kuna mwingine anasema pale ni mbali sitafika, basi wajaribu kuingia hadi vitongojini ili wasajili watu wengi zaidi, wafuate wao. Naam. Na pengine wewe mwenyewe binafsi, tukizungumza kuhusu kuhamasisha watu, wewe mwenyewe kibinafsi umeweza kuhamasisha wengine ili kuweza kujisajili, na kwa njia gani? Mimi binafsi yangu ninahamasisha watu kujisajili. Nilijisajili kitambo, kwa hivyo mimi tayari ni mpiga kura. Nimesajiliwa, niko kadi, inasubiri siku yenyewe. Naam, binafsi yangu mimi sana hufanya shughuli zangu kutumia pikipiki ama bodaboda. Kwa hivyo hiyo pia natumia kama njia moja ya kuwaeleza wengi umuhimu wa kujisajili, jinsi ya wao wenyewe pia kuona kwa nini wajisajili. Unajua kuna mtu saa zingine lazima aelezwe the need, ajue kwa nini ninafaa kujisajili, ama ni kwa nini hata mimi nafaa kuhusika katika zoezi hilo wakati utakapofika. Kwa hivyo mimi binafsi yangu nikiwa natumia hii pikipiki yangu ama hii bodaboda, kila mteja ambaye nakisha nimembeba pale, lazima nimwambie kwamba umuhimu wa kujiandikisha, kwa nini ajiandikishe na mambo kama yale. Hilo nalo nimezingatia. Ukikalia tu kitambo tufike pale unaenda, lazima tuwe tumezungumzia, je, umejisajili? Vijana wamezungumzia kuhusiana na kampeni yao kwamba tuko kadi, na wanazidi kuhamasishana wenyewe kwa wenyewe. Unahisi hii tuko kadi ya vijana inaendelea vizuri? Hii tuko kadi ya vijana inaendelea vizuri na ni mchakato mzuri sana hao vijana wanafanya. Lakini pia mimi ningewasihi kwamba lisiwe ni neno la kutamka tu, la kuvuta tu hisia, liwe pia kwa vitendo. Unajua ni rahisi kutamka jambo, kusema niko kadi, lakini kumbe hujafanya hivyo. Shughuli ni nyingi, tunaelewa, kila mtu anatafuta, vijana wako mbioni kutafuta riziki, lakini muhimu kabisa ni kuhakikisha kwamba wamejiandikisha, si kulitamka tu kwa mdomo. Mtu kama mimi ambaye ninajiandaa kuchukua nafasi ya uongozi katika eneo langu pale ambapo ninakaa, na wasihi watu wajitokeze tu kwa wingi, wajiandikishe ili wapate viongozi bora. Unajua usipojiandikisha hutakuwa na sauti. Sauti yako ni kura yako, na kupata kiongozi sawa ama kiongozi ambaye wewe mwenyewe unamtaka, basi lazima uwe umejiandikisha. Bila kujisajili, basi wewe. Kwa hivyo nawasihi wajitokeze kwa wingi, wajiandikishe na wajue kwamba wamebeba silaha ya 2027 kufanya uamuzi wa busara na kupata viongozi ambao wao wenyewe wanataka kuongoza. Na Joash, na ndio maoni yake kuhusiana na swala hili zima, akiendelea kutoa wito kwa tume hii ya IEBC kuendelea kutia juhudi za kuendelea kuhamasisha umma. Naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mjadala wetu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Naam, shukrani sana Julius Mariki Mwakivu kutoka Taita Taveta, ukizungumza na mkazi ambaye amezamia shughuli nzima ya kuhamasisha wakazi wa eneo hilo kujisajili kuwa wapiga kura, na vilevile umuhimu wa kujisajili kuwa wapiga kura. Ni kushirikishe Brian Muraya tunapozungumzia shughuli nzima ya usajili wa wapiga kura. Wewe kama kijana kutoka pale Kasarani, najua hivi sasa gumzo tuko kadi. Uko kadi? Uko kadi? Ndiyo, uko kadi wewe? Mimi niko kadi. Ndiyo. Uko kadi? Mimi niko sawa, nimekuwa kadi kwa muda sasa. Labda tukizungumzia vuguvugu hili la vijana hivi sasa, sauti tunazosikiza ni maswala ya niko kadi. Labda unaonaje zoezi hili limeendeshwa kwa namna ambayo inapaswa na linazaa matunda kweli? Linazaa matunda kwa for sure. Ndiyo. Tulianza this is a campaign in 24th of March. Ndiyo. Na tulianza pale Kasarani. Na hiyo siku ya kwanza tuliweza kuregister close to 641 new registered voters. And we were not sure that ingefika ile kiwango. Ndiyo. Lakini kwa sasa vile kunaenda, hata juzi on Sunday tuliregister, was it close to 1200 new registered voters. Ndiyo. And for sure
tuko kadi. Kwenye mkondo sawa. Tuko sawa. Naam, shukran sana kwa hilo. Nitakuwa na kushirikisha Albert Gogo, tueleze kwa sababu Kasarani iko jijini Nairobi, namna ambavyo mnafanya mambo yenu. Lakini nimshirikishe bingwa hapa Johnson Friday. Karibu sana katika studio zetu. Tunapozungumzia shughuli nzima ya usajili wa wapiga kura, ni shughuli ambayo ina siasa, ina uongozi, na tunapozungumzia mchakato mzima, kwa mtazamo wako kama mtaalamu wa masuala ya uongozi, unaonaje shughuli nzima ya usajili wa wapiga kura? Asante sana Joash. La kwanza tunapaswa tufahamu kwamba ni kisheria IEBC inapaswa kuendeleza ama kusajili wapiga kura, wale ambao wataweza kuparticipate katika upigaji kura ambao tunatazamia itakuwa mwaka ujao. Kwa hivyo ni jambo ambalo liko katika katiba na liko katika kisheria, kwa hivyo ninasema kwamba ni jambo lizuri. La pili nikizungumzia kidogo kuhusu mchakato mzima wa Niko Kadi. Ndio. Ni mchakato ambao tunaweza sema kwa kizungu is timely. Ndio. Kwamba umekuja wakati ambao unaofaa, wakati ambao kuna mchakato mzima wa wale ambao wanasema kwamba tubadilishe uongozi, wale ambao wanasema kwamba tuendelee na uongozi uliopo. Kwa hivyo kila mtu amepewa nafasi kamili ama nafasi sahihi katika kuparticipate katika mchakato mzima wa upigaji kura. Na nimekuwa nikifuatilia kampeni mzima hii ya Niko Kadi, na ninaona kwamba inaanza kuzaa matunda. Ninaona watu wanajitokeza wakiweza kujisajili, namba za vijana zinapanda, namba za kina mama zinapanda, na nilikuwa ninaangalia ile statistics ambayo ilitolewa mwanzoni na IEBC. Ninaona kuna maeneo fulani ambayo yanafanya vizuri kuliko maeneo mengine. Ukiona katika maeneo ya mlima watu wanajitokeza, maeneo ya Western watu wanajitokeza, Pwani watu wanajitokeza, Nairobi pia iko katika nafasi nzuri. Kwa hivyo ninaona kwamba pengine IEBC itaweza kusurpass ama itapita ile target ilikuwa imejiwekea watu 2.5 million. Na kwa hii itawapatia wananchi wote kutoka tabaka mbalimbali kuweza kushiriki pasipo na uoga, pasipo na vikwazo vyovyote, wakaweze kuparticipate katika ile hali ya kuchagua viongozi wao kutoka katika uongozi uwakilishaji wodi mpaka katika uongozi wa rais. Naam, shukran sana. Nije kwako Albert Gogo, tunapozungumzia usajili, tuliona ile taarifa ambayo IEBC ilitoa, ilikuwa tarehe 3 hapo kama sijakosea. Takriban wapiga kura 1300 walikuwa washasajiliwa, na tunalenga milioni 2.5 ifikapo tarehe 30 mwezi huu wa Aprili. Tunapozungumzia mchakato mzima hivi sasa, najua uko mahali unakokaa kama afisa ama meneja wa uchaguzi Nairobi, kuna hatua ambazo mmezipiga. Ni mikakati ipi mmeweka ili tuwafikie idadi hii kote nchini? Asante sana Joash. Ni kweli tokea tuanze zoezi hili la usajili wa wapigaji kura tarehe 30 mwezi wa Machi mpaka sasa tumemaliza siku 8 na leo ni siku ya 9 ya zoezi hilo. Na tumefurahi Wakenya wameweza kujitokeza katika sehemu nyingi, lakini kama alivyosema Johnson hapa, kuna sehemu zingine ambazo watu hawajajitokeza kama tulivyokuwa tunatarajia. Lakini ni vyema, tumeanza vizuri. Watu wamejitokeza vizuri, mitambo kufikia sasa hatujasikia ikiwa na tashwishi zozote ambazo zingeweza kuzuia usajili ule. Kama kaunti ya Nairobi, wakati tume ilipotangaza ile turnout, tulikuwa tuko na wapigaji kura 42,000. Wakati ule baada ya zile siku 3, kufikia jana tulikuwa tumesajili 71,000 sasa, na hiyo idadi tunatarajia itaenda ikisonga mbele. Ni wakati huu wa likizo ya Pasaka, usajili ulishuka chini kidogo, labda watu wengi walikuwa wameenda mbali na zile sehemu ambazo wangependa kujisajili. Lakini tunatumaini kwamba kuanzia leo hiyo idadi itaenda ikiongezeka tena. Tumeweka mikakati mingi. Kwanza katika wodi tuko na watu tunaita mobilizers na vote educators ambao wanasaidia kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa zoezi hili la kujisajili. Pia wanaweza kuambia wananchi sehemu ambazo ile mitambo ya kusajili wapigaji kura
itakuwa imepelekwa kwa hiyo siku. Ndiyo. Ili waweze kutambua iko wapi, wajitokeze kusajili. Tumeshirikiana pia na vijana kama Brian hapa na wenzake wa Niko Kadi, sehemu ya Kasarani walianzia pale, lakini sasa imesambaa Nairobi yote, na hata ukiangalia katika mitandao ya kijamii inaenda hata maeneo mengine ambayo yako nje ya Nairobi na hata sehemu zingine za nchi. Pia tunafanya hamasisho katika vituo vya elimu ya juu kama universities, colleges, na pia shule ambazo ziko na watoto ambao wamefika umri wa miaka 18 na wameweza kupokea vitambulisho vyao vya kitaifa. Pia tunatafuta walimu wakuu wa shule kama hizo, na pia tunaenda kuwasajili vijana katika hizo shule. Kwa hivyo iko mikakati tofauti ambayo tumeweka katika maeneo yale ambayo yana watu wengi, vitongoji ambazo ziko na watu wengi. Tunafanya door to door. Area kama Mathare, area kama Embakasi South, ambayo tuko na high concentration wananchi, tunafanya door to door, street to street, ili kuweza kuwafikia wale wananchi. Ndio. Na shukran sana Albert Gogo kwa tathmini hiyo, na vile vile kutueleza mikakati ambayo mmeweka kuhakikisha usajili wa wapiga kura unahafikiwa kikamilifu. Brian, tunapozungumzia mchakato mzima wa usajili wa wapiga kura, tumeona mwamko mpya haswa kutoka kwa vijana, na ikumbukwe kwamba wakati wa nyuma vijana wengi hawajashiriki shughuli ya uchaguzi ama shughuli ya kutafuta kadi za kupiga kura ama kuwa na sehemu ya kupigia kura. Na hata tukiangalia takwimu za mwaka 2022, asilimia kubwa ya vijana hawakujitokeza. Sasa ni mwamko mpya ambao ulianza mwaka 2024 wakati wa ule mswada wa fedha. Kukasababisha maandamano. Sasa hizi vijana angalau tunaona kuna sauti ambayo inasikika kwamba lazima tushiriki kikamilifu katika ule uteuzi na uchaguzi wa viongozi. Tunapozungumzia mwamko mpya, ni mwamko mpya ambao ni endelevu au ni mwamko ambao unafifia? Kwa sababu tuliona mliingia katika maandamano, muda mfupi mkapotelea hapo. Ni mwamko endelevu au tutasikia tena Niko Kadi imeanguka tena? Imeanguka. Ndio. Hapana. Ndio. Ile ambayo tunafanya ni kwa maandamano tulirealize kuwa vijana wengi wanauliwa. Ndio. Na hatusaidiki tukienda maandamano, tukiharibu vitu, yani tunaharibu nchi, unaona. Tukapatana kama vijana, tukaamua what if tukuja na kitu inaitwa Tuko Kadi, yenye itasaidia sisi kuendeleza nchi yetu na kutaka kutarajia viongozi wale ambao watatuongoza wakuwe viongozi wenye with the right regime. That's what I mean. Na kwa sasa kwa maandamano hatutakuwa tunapigana. Ile maandamano tutakuwa tunafanya ni Tuko Kadi. Uko Kadi, hiyo ndio itakuwa swali. Na hiyo ndio tutataka tujue, ili 2027 inapofika tutaweza kuelect the right leaders. Naam. Shukrani sana Brian Muraya kwa kauli hizo. Mtazamaji, tunaendelea pia na mazungumzo haya katika mitandao yetu ya kijamii, na tumekuuliza swali katika mitandao yetu ya kijamii ambapo tumekuuliza, je, umesajiliwa kuwa mpiga kura? Je, umesajiliwa kuwa mpiga kura? Na shughuli hiyo ili kuchukua muda upi kujisajili kuwa mpiga kura? Ndio swali ambalo tunakuuliza, na tutakuwa tunasoma jumbe zako. Endelea kuzituma katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook kwenye akaunti ya X awali ikifahamika kama Twitter, na pia kupitia akaunti yetu ya WhatsApp. Tutakuwa tunasema mengi zaidi kadri muda unavyozidi kusonga. Hivi sasa tuelekee kaunti ya Elgeyo Marakwet. Mwandishi wetu Fabian Kibet yuko tayari. Fabian, wakazi wanasemaje kuhusu usajili wa wapiga kura? Na Onsare, niko katika mji wa Iten na nyuma yangu kuna shughuli ya usajili ya wapiga kura katika eneo hili, haswa katika mji wa Iten katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Na ningependa tu kushirikisha wale washikadau wote ambao wanashughulika na hii mchakato nzima ya kusajili wapiga kura. Niko hapa na afisa wa IEBC. Pengine tu kwa ufupi uanze kwa majina, utueleze shughuli iko namna gani, na pengine sofa tuko na wasajili wangapi katika eneo hili? Kwa majina naitwa Norbert Kemei, msimamizi wa uchaguzi katika eneo la Keyo North.
ambapo tumeweza kuandikisha watu 1700 mpaka jana jioni. Katika target yetu nimepewa target ya 5617, na kwa kila siku on average tuna register around 200 people, ambayo ni target ambayo naona tuko sawa, kwa sababu kwa 200 voters per day hiyo tunaweza kupata around 6000, which will surpass our target. Pengine tu kwa ufupi utueleze, kuna changamoto yote ambayo mmeshuhudia so far? Kwa changamoto ambayo tumepitia ni kwamba vijana hawatembei na vitambulisho, na tungerai vijana wawe wakitembea na vitambulisho, kwa sababu sisi tunatembea katika wadi tofauti. Tuko na wadi 4 katika eneo hili la Keyo North, na tungeomba vijana watembee na vitambulisho, alafu wale hawajapata vitambulisho pia watembelee katika ofisi ya usajili wa kura in IDs, ndio waweze kupewa vitambulisho vyao ambazo labda siko pale. So ningeomba vijana na viongozi katika eneo hili waweze kuwarai vijana waweze kutembelea katika hizo ofisi ili waweze kujiandikisha ili waweze kupiga kura wakati wa mwaka ujao. Shukran sana. Onsare, kwa ufupi tu ni kuwa vijana bado hawajitokeza, na kuwa afisa wa ABC ametueleza kuwa wao wenyewe hawajitokeza na pia watembei na zile vitambulisho. Pengine tu niwashirikishe baadhi ya vijana ambao wameweza kufika hapa kujisajili. Karibu sana, uko live katika TV47. Kwa ufupi tu uanze kwa majina na utueleze wewe umefika hapa kufanya nini siku ya leo? Kwa majina naitwa Victor. Mimi ni msajili mpya wa kura. Nimejitokeza leo ili niwe kadi, nimekata kura yangu. Na warai tu vijana wenzangu, hii kukata kura ni rahisi sana. Mjitokeze, kuja tu na kitambulisho chako na labda upigwe picha na utakuwa kadi. So nawahimiza tukate kura ili mwaka ujao tupige kura, tuwachakue viongozi wapya na tutakuwa sawa. Pengine tu kwa ufupi, afisa wa IEBC amesema vijana wajitokezi. Tungependa tu tupe taswira kwa ufupi sana, utueleze alisa vijana shughuli yenyewe iko namna gani? Shughuli yenyewe iko sambamba, iko shwari, iko safi sana. Vijana, tembea na kitambulisho chako. Kuja kata kura, uwe kadi na tutasonga mbele kama Kenya. Asante sana. Onsare, pia kuna baadhi ya vijana wako hapa, pengine tu niwashirikishe waseme wamekuja kufanya nini na wao wenyewe kama wamejisajili. Pengine tukianza kwa majina, umewahi jisajili kuwa mpiga kura? Shughuli yenyewe ilikuwa namna gani? Ilikuwa safi sana. Ni vyema ukwe umekata kura, kwa sababu you will be among those who will vote for good leaders, and it will be so, I think it will be the best thing if today you have your vote, so that when you speak you want a good leader, you have a tool that you can buy for a good leader. Kwa hivyo ninahimiza majenzi from all corners of our nation tujitokeze, tubebe IDs, tukate kura, so that tuna elect leaders wetu ambao wanachapa kazi. And let us not be bitter about the process. Nasikia majenzi wengine they are so bitter about the government. Let us appreciate the government wenye wanafanya kazi, and if they are doing good, we have the capacity to elect them back. Otherwise, we are encouraging all the agencies, mkate kura, tuende pamoja ili tunapozungumza lugha moja tuwe na nia mzuri ya nchi yetu. Otherwise, you're saying thank you, Mungu awabariki, let us encourage agencies mvote. Shukran sana. Onsare, pia kuna baadhi ya vijana tu mkikaribia hapa, ningependa tu nikuulize kwa ufupi tu sana, ungependa kuambia ni vijana wamesema wajitokeze kujisajili, ungependa kuambia nini? Kwa majina naitwa Titus Kipto. What I would like to urge the youth, this is our right. As far as you go above 18 years, you are eligible to be a voter. Kuja ujitokeze, kata kura. Yeah, kama kuna mali we feel like we need to rectify on our the politicians wenye wako kwa terms zao za uongozi sahi, this is the right time we can make the difference. We have a lot of numbers, this is the perfect opportunity we can speak. Labda maneno yetu haiwezi sikika kwa media, but through voting, that is where tunaweza make the difference. So youths, come up kwa wingi, the process is very simple, hakuna maswali mingi, just come up with your ID hapa Iten and all the polling registration centers kila mahali in our wards,
and let us come up in big numbers. So mimi na encourage tarehe 8 next year, mwezi wa 8, we do the difference, we make the change. Asante sana. Onsare, tukimalizia wacha tusikize kutoka kwa mmoja wa mkazi ambaye ni kijana pia. Vijana wamesema wajitokeze. Ungependa kuambia nini? Na wewe mwenyewe uko na jukumu gani la kuhakikisha kwa wamejisajili? Okay, kwa majina mimi najulikana kama Evans Kiptanui Kibi, maarufu kama Captain Kolo, na kwamba na warai tu vijana waweze kujitokeza. Tumeona kwamba maafisa wetu wa IBC wamekuwa wakifanya kazi nzuri, wamekuwa wakisajili vijana kwa njia nzuri, na kwanza kabisa ningependa kuwapongeza. La pili ni kwamba sisi pale tukiwa shuleni tuliambiwa kwamba vijana ni viongozi wa kesho, na kwamba hatuwezi tukawa viongozi wakati ambapo hatujisajili kama wapiga kura. Mwanzo kabisa ni our rights kama vijana kuhakikisha kwamba tunapiga kura, na hatuwezi kupiga kura kama hatuko kadi. So naomba vijana wajitokeze kwa wingi, kuhakikisha kwamba wanafika hapa na kuweza kujisajili kama wapiga kura, na itakuwa ni jambo muhimu sana. Tumeona kwamba vijana wengi uchunguzi unaonyesha kwamba wengi hawajitokeza kama kuwa wapiga kura. Kwa mfano kama Marakwet West ambaye ni mojawapo ya constituencies hapa Elgeyo Marakwet County, ni kwamba takwimu inaonyesha kwamba vijana asilimia 70 hawaje kata kura. Na maana tunasema kwamba tunaomba pia uongozi wa kaunti ihakikisha kwamba inafanya proper sensitization kuhakikisha kwamba vijana wanakuja kujitokeza na kukata kura. Naam. Na sio kaunti peke yake, pengine na viongozi wengine ungependa kuambia nini? Yes, viongozi si kaunti peke yake, taifa la Kenya kwa ujumla, kuhakikisha kwamba wamefanya proper sensitization, kuhakikisha kwamba vijana wameweza kuhamasishwa wakuje wakate kura. Shukran sana. Onsare, hao ni baadhi tu ya wakazi katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wametupa taswira kuhusu hali ilivyo, kuhusu shughuli ya kujisajili, na wao wenyewe wamesema wako tayari kuhamasisha vijana wenzao waweze kujisajili. Pia afisa wa IBC wamesema wamejituma kila mahali wako na wako tayari kusajili vijana na wale wakazi ambao wangependa kujisajili. Kutoka kwangu Onsare, narekesha kwako. Mimi ni Fabian Kibet. Naam, shukran sana Fabian Kibet kutoka Elgeyo Marakwet, ukizungumza na baadhi ya wakazi kuhusu shughuli hii ya usajili wa wapiga kura. Tuelekee kaunti ya Kisumu. Laban Shikokoti na arifiwa huko chonjo kabisa. Wakazi wanasemaje kwa sasa? Na bila shaka nipo katikati ya jiji kuu la Kisumu, na hapa nimekuja tu kutafuta maoni ya wakazi wapo wanaridhika na mchakato usajili wa wapiga kura katika tume ya IEBC. Na hapa ninaye Mkenya hapa. Pengine tuanze tu kwa jina lako, tuelezee unaitwa nani na utueleze iwapo kwanza umejisajili kama mpiga kura. Kwa majina naitwa Lucas Ochieng Otieno. Mimi ni mkaaji wa Kisumu. Natoka eneo Wanyalenda na nafanya hapa stage Kisumu. Sasa kulingana na IBC nilisikia wakisema wenye walichukua kura before 2012 wajisajili tena. Sasa I don't know what condition they want us to do, because I don't know the reason why they're doing that. But kama mimi nilisajili wakati wa 2012, the year 2012 nilipiga kura. So I don't know whether this forthcoming election they will eliminate us or we take another vote again. So tunaomba serikali kama wakaji wa Kisumu wafanye bidii ili watu wasajili kama wapigaji kura, na this forthcoming election naomba watu wajitokeze kwa wingi wapige kura for William Samoei Ruto for 2 term. Pengine nikuulize tu kwa maoni yako ama kwa mtazamo wako, unaona ni watu wengi wamejisajili au bado idadi bado ni ya chini? Naona idadi bado iko chini, lakini najua kwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu watu watajitokeza kwa wingi wajisajili, wapige kura, wachukue kura, na naomba majenzis mtoke kwa wingi mchukue kura ili tupigie Ruto kura for 2 term. Yes. Je, nini kifanywe ili kuhakikisha kwamba watu wengi wanajisajili kwa wingi? Naam. Nini kifanywe ili wakazi wa Kisumu wajisajili kwa wingi kama kuwa wapiga kura? Sasa wapee watu nafasi wajitokeze kwa wingi, wachukue kura, wenye hawajachukua kura wachukue kura, na wenye wanafanya watu wachukue kura ili wafike kwa kituo
mapema sana ili watu wachukue kura kwa masaa. Yes. Na asante sana. Na bila shaka hiyo ni maoni ya mkazi katika jiji hili la Kisumu, akiwa anaangazia tu suala la kusajiliwa kwa wapiga kura katika tume ya IEBC. Kama vile umesikia, amelalamika yeye ni alisajiliwa huko mwaka 2012, lakini kufikia sasa pia anaashiria tu ama anaonyesha wasiwasi iwapo anaweza kuondolewa kwa sajili wapiga kura. Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Naam, shukrani sana Laban Shikokoti kwa tathmini hiyo. Ukizungumza na mmoja wa wakazi kutoka eneo hilo la Kisumu, anasema anatoka Wanyalenda. Amesema yake na mtazamaji ni hisia za wakazi kutoka maeneo mbalimbali ambazo tunazidi kuzifuatilia na vile vile kufahamu fika ni shughuli ya usajili wa wapiga kura. Ni kushirikishe Albert Gogo, wewe ni meneja wa uchaguzi eneo la Nairobi, lakini najua kwamba shughuli ambayo mnaifanya Nairobi inafanywa pia kwingine. Tunapozungumzia vile ambavyo ni kipi ambacho kinahitajika ili mtu aweze kujisajili kuwa mpiga kura. Tumesikiliza kule eneo la Elgeyo Marakwet, kuna mmoja amesema kwamba vijana watembei na stakabadhi muhimu kama kitambulisho. Ni kipi kinahitajika ili mtu ajisajili kuwa mpiga kura? Asante sana Joash. Mwananchi anahitaji kuwa na aidha kitambulisho cha kitaifa, ndio, ama passport ya kusafiria ambayo iko valid. Ndio. Hiyo tu, na lazima abebe original ID, sio ile tunaweka kwa simu. Ndio. Si soft copy. Soft copy ID ama photocopy. Ndio. Lazima ikuwe ni original ID, na kama ni passport ya kusafiria iwe ni valid passport ambayo bado mtu anaweza kusafiri nayo. Hizo tu ndio zinahitajika, moja ya hizo mbili. Na unajitokeza mwenyewe kwa karani ama kwa afisa wetu wa usajili. Alafu unajaza form ya kuomba kusajiliwa kama mpigaji kura. Baada ya kujaza hiyo form, sasa tunaendelea kuchukua details zako, kuchukua vidole, picha, mboni ya macho. Ndio. Alafu mwisho mpigaji kura ataangalia zile record ambazo tumechukua na kunukuu kama kweli na reflect majina yake, eneo ambalo amechagua la kupigia kura. Alafu anaweka sahihi yake kwa mtambo wetu. Alafu anakuwa amemaliza. Ndio. Tunaandika hizo details zake kwa voters record book, na pia tunampatia acknowledgement slip ya kuonyesha yeye amesajiliwa kama mpigaji kura. Naam, asante sana. Taarifa kutoka kwa tume, juzi tu kulikuwa na ile traffic. Kuna ule watu walikuwa na surge, anapata kwamba ilikuwa inampatia kituo cha kupigia kura, akikuja tena kutafuta anapata kwamba hizo details bado hazipo. IEBC kasema kwamba kulikuwa na traffic. Labda ni swala ambalo linatarajiwa wakati watu wengi wanajisajili, au ni swala ambalo ni la kiteknolojia? Asante, hilo ni jambo muhimu kwetu. Hapo awali mlikuwa mpigaji kura akienda kufanya search, ndio, anaona jina lake, anaona kituo ambacho alijisajili cha kupiga kura, pia anaona polling station ambayo alipigia kura either katika uchaguzi mkuu wa 2022, ndio, ama kama aliparticipate katika moja ya hizi by election ambazo zilifanyika kutokea 2022, ndio, alijiona katika polling station ambayo alipigia kura. Lakini ukumbuke sasa register ya upigaji kura imefunguliwa ili kuweza kuongeza wapigaji kura wapya, na pia kuna wengine wanabadilisha vituo vyao. Kwa hivyo zile polling station ambazo mtu alikuwa nayo 2022 huenda ikawa tofauti. Kwa mfano wewe kama jina lako la pili ni O, unaweza kuta kumeingia watu wengine 1000 ambao surname yao ni O. Kwa hivyo tunapoenda kuvunja ile registration center, tuseme iko na wapigaji kura 10,000 katika polling station za watu 777, unaweza jikuta umeshift polling station. 2022 ulikuwa polling station 2, sasa unaweza jikuta umeshift to polling station 3 katika hiyo polling center ambao ulijisajili. Bila shaka. Kwa hivyo kuondoa ile polling station imechanganya watu
lakini ni vyema kwa sababu mtu asiweke kwa akili yake kwamba mimi nilikuwa polling station 2 na anatarajia daima atakuwa polling station 2 pale. Bila shaka. Kwa hivyo haina maana kwamba kuna mabadiliko yoyote, lakini kwa sababu register sasa iko under development. Ndio. Yes. Na asante sana kwa hilo. Na pia kuna mkanganyiko katika maeneo ambayo yako active for by elections. Emurua Dikir, maeneo ya Olkalau, unajua shughuli nzima itakuwa inaendelea. Hivi sasa kuna wale wakazi wanauliza mbona sisi hatusajiliwi kuwa wapiga kura katika maeneo kama hayo haswa? Asante. Sheria inasema usajili wa wapigaji kura unaendelea kwa wakati wote. That is continuous. Isipokuwa wakati maalum, hasa kabla uchaguzi, na pia wakati kuna kesi ya petition dhidi ya uchaguzi ambayo iko active. Kwa mfano area ya Emurua Dikir sasa iko vacancy kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge wa eneo hilo. Mbere na Malava, maeneo bunge ziko kesi za petition ambazo zinaendelea kotini. Kwa hivyo usajili hawezi fanywa katika maeneo bunge yale. Na pia kuna wadi kadhaa ambazo pia zitaenda kufanya by election soon. Kwa hivyo hizo pia usajili wa wapigaji kura umesitishwa ili ile register isikue tampered wakati kuna pending by election. Kwa sababu hatujui ile kesi itaenda upande gani. Bila shaka. Kwa hivyo tunategeshea mpaka kesi ile kiamuliwa, alafu usajili utarudi tena. Bila shaka. Shukran sana Albert Gogo kwa ufafanuzi huo. Mtazamaji, ndiposa tunakuweka sawa na vile vile kukufafanulia masuala haya, kwa sababu ni masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine, na tumebahatika tunaye meneja wa uchaguzi Nairobi kutoka IEBC ambaye ni Albert Gogo akituweka sawa. Mbona usajili wa wapiga kura ufanyiki katika maeneo ambayo yanatarajiwa kufanya uchaguzi mdogo, na mahali ambako kuna kesi mahakamani ya kupinga kama yale matokeo ya Mbere Kaskazini, maeneo ya Malava kule, na ndiposa tunakuweka sawa kuhusu hilo. Na vile vile tuna swala lingine ambalo tungependa kulizungumzia. Ni naye mtaalamu wa masuala ya uongozi hapa studioni, Johnson Friday. Niko kadi, nyinyi kama wataalamu mmesema it's a brilliant idea that has ever happened in our republic, especially involving the young people. Tunapozungumzia brilliant idea, what is its end goal? Na wewe kama mtaalamu wa masuala ya uongozi ungependekeza kipi kwa vijana tunapozungumzia Niko Kadi? Asante sana. Wacha niseme ni kwa mwanzo namna hii kwamba nafasi hii imefunguliwa kwa ajili ya kila mwananchi ambaye amehitimu, na kadri tumeelezwa na afisa wa IEBC ni kwamba kuna masharti ambayo unapaswa kuwa umetimiza. Kwa mfano, uwe na kile keti cha usajili, uwe umefikisha zaidi ya miaka 18 na vitu kama na vile. Na kuja kwa swali lako, ningependa kusema namna hii kwamba mchakato mzima ama kampeni ambayo inaendelea ya Niko Kadi ni kampeni mwafaka zaidi ambao tunaweza sema imeweza kuappeal kwa sana sana kwa wale vijana wa Gen Z wakaweza kujitokeza katika idadi yao. Na ieleweke kwamba upigaji kura it is a civic duty, ama ni wajibu wa kiraia kwamba ukaweze kushiriki kupiga kura. Ningeomba kwamba Niko Kadi isikomee tu pale kwamba Niko Kadi kwamba ukishakapata kadi unatuliza. Ikuwe kwamba tutakuwa tena na kampeni nyingine ama mchakato mwingine ambao utahakikisha kwamba wale wote ambao wako kadi watajitokeza kupiga kura. Kwa mfano, ukiangalia upigaji kura wa mwaka wa 2022 utapata kwamba kuna maeneo mengine ambao hawakuweza kujitokeza kwa wengi, na wengine wanasema kwamba aliyekuwa Prime Minister Raila Odinga aliweza kufelishwa kwa sababu ngome zake hawakuweza kujitokeza kwa namba kupiga kura ile. Na ninapozungumzia kuhusu Nipo Kadi ni jambo lizuri, lakini kwa upande mwingine tunapaswa tuwe makini lisikuwe politicized mapema. Kwamba lengo lake liwe ni kumlenga mtu fulani ama kuimuingiza mtu fulani, lakini liwe wakuwe na open mind kwamba tunapozungumzia, tunapoendeleza kampeni nzima ya Niko Kadi wawe na lengo moja kwamba
watu wapate kadi na washiriki katika upigaji kura. Lakini lengo lingine la huku kwamba tunamlenga mtu fulani inaweza fanya wengine ambao pengine wanamuunga mtu huyo fulani wakaweza kudevelop ile inaitwa cold feet na wakaweza kukosa kushiriki katika in their numbers. Kwa hivyo mahali ambapo mimi na Keti tunasema kwamba ni mchakato mzuri, jambo lizuri, lakini lisiwe politicized, lisiwe hijacked na wanasiasa wa mirengo yoyote, bali likuwe ni mtu yoyote anaweza kupiga kampeni hii kwa manufaa ya nchi hii, kwa sababu viongozi wema wanatokana kwa sisi kupiga kura na kuwapigia kura wakati ambapo tutaitishwa kupiga kura. Naam, asante Johnson Friday. Brian, ni kushirikishe katika swala hili la hijacking. Awali majuma mawili yaliyopita kulikuwa na gumzo kwamba wanasiasa wamedandia hizi kampeni zenu za Niko Kadi. Nyinyi kama vijana mna navigate vipi kuhakikisha basi hamna siasa ambazo zinarudisha yale ambayo mnataka kuwafikia mwisho wa siku? Onsare, ndio nitakuambia kitu moja. Kama saizi we have organized a group of youths waende mpaka Meru. Ndiyo. Na kama kuna politician yule ambaye amefund ama ambaye ako involved in, anaweza kujitokeza na aseme ya kwamba nilifund youths watoke hadi waende Meru. Hayupo. Hakuna hadi mmoja. Naam. Na tunaifanya kama youths, tunajitolea pesa zetu sisi wenyewe. Ndiyo. Ili tuweze kumobilize na kufanya youths, a lot of youth, hata si youth pekee, pia wazee wale ambao hawajiwezi wote, ndio maana tunaingia mashinani ili tuweze kuwafanya wawe registered voters, wale ambao hawajui wana register wapi wajue, yani they be informed. Naam. Na kuna hili swala ambalo pia linajitokeza, baadhi ya vijana, kuna taarifa tulikuwa tumefanya juma lililopita, hata jana siku ya Jumapili kuna taarifa tulifanya pale Archives. Kuna kijana mmoja alisema kwamba sisi ama sioni haja ya kuweza kujisajili kuwa mpiga kura, walete hizo pesa tule. Swala kama hilo, nyinyi kama vijana ndo mwelekeo, kwa sababu tumeona vijana mara nyingi wanatumika katika michezo ya kisiasa. Naam. Ndio. Vijana wengi wanatumika actually. And we are saying and we are urging all the youths, wale ambao munasikia ni kama mmefinyika. Unajua si kila mtu anaamini IEBC for now. Ndio. Kwa sababu it's an independent body, but are we sure? Ndio maana inafanya vijana wengi wanajiuliza nikiregister itasaidia na nini, kwa sababu wengi wanahofia kuwa Ruto atarudi. Ndio. Na the reason why we tuko kadi, it's because we want to take away the bad regime. Wametuua, wametunyanyasa. Naam, hivyo ndio nitasema kwa sasa. Shukran sana kwa hilo. Johnson, ni kushirikishe kwa hili. Wataalam wa masuala ya kiteknolojia wanasema it's very hard for a Kenyan system, that is the voting system, for votes to be rigged in the system. How true is that? Ungesema vipi kuhusu hilo? Asante sana Osare. Matamshi nitakayosema si hayashiriki kwamba mimi ni mfuasi ama niko na ueledi katika mambo ya teknolojia. Lakini tujikumbushe na historia kidogo kwamba mnamo mwaka wa 20 wakati tulipokuwa tuna roll out hii biometric system, tulipewa hakikisho kwamba haiwezi kuwa tampered with. Na wakati mwingi tufahamu kwamba uibaji kura hauanzii pale. Ndio. Uibaji kura unaanzia katika usajili na katika ile register kuweza kusafishwa na kuendelea, all systems kuendelea namna hiyo. Kwa hivyo si kitu ambacho tunaweza sema kwa ufasaha zaidi kwamba ni system ambayo haiwezi kukua tampered with. Ndiyo. Hiyo ni jibu ambalo litajibiwa baada ya uchaguzi. Lakini kila ambacho tunarai wa IEBC ni kwamba wakaweze kuregesha ile inaitwa public confidence,
kadri mwenzangu amesema kwamba na vile pia umenikulu ukisema kwamba kuna watu ambao wanasema hata nikijisajili leo na nipige kura bado kura yangu itaibiwa. Kwa nini nipige kura ili hali kura yangu itaibiwa? Kwa hivyo tunaomba kwamba IEBC kajitokeze kwa uthabiti zaidi na ikaweze kuinstill ile inaitwa public confidence katika vijana, katika wamama na katika wapigaji kura wote, kwamba mtu awe na shauku, awe na tamaa kwamba yule wakati utafika wakati mgani nikaweze kupiga kura yangu, ili kwamba watakapopiga kura pia tuhakikishiwe kwamba kura zile zitakuwa safe. Ni mikakati gani ambayo nimewekwa kwamba mimi nitakapopiga kura yangu itaweza kuonekana katika kitengo cha kitaifa kwamba kura yangu imetoa sauti yake, kwamba hivi vyote watakavyovitekeleza na kuvifanya, hakika tutakuwa na ari ya kupiga kura. La mwisho, Onsare, ninataka kuirai pia serikali, tunapoendelea na mchakato mzima wa Niko Kadi, serikali pia ikafanye upande wake. Na jambo hili waziri wa usalama ambaye ni Kipchumba Murkomen akaweza kulivanjia njuga na akaweza kuhakikisha kwamba vitambulisho vinaachiliwa. Ule muda ambao unachukuliwa inachukua sababu siku 60, siku 30, ingekuwa kama serikali ikaweza kufupisha muda ule ili tukaweza kusajili wengi ipasavyo. Ili kwamba wakati utakapofika hakika sauti ya Mkenya wa kawaida ikaweza kusikika. Nasikika. Asante. Albert Gogo, ni kushirikisha katika hili swala ile kuinstill public confidence. Ndilo swala ambalo limekuwepo, si swala la leo, ni swala la kihistoria. Tunapozungumzia confidence, najua mna jukumu kubwa la kueduketi wa Kenya kwamba hivi ndo mambo yapo, uwazi ndo huu, na ndiposa tuko na system ya kielektroniki ya KIMS-KIT ambayo ina capture data ambayo inahitajika wakati wa kupiga kura. Na nitakuuliza lile swali tu, wengi wanasema kuiba kura katika system huwa changamoto sana, especially the system that we have. Kura zinaibwa wapi? Labda wewe kama mtaalamu mnahamasishaji jamii ilikuwa na ile public confidence kwa IEBC? Asante Joash. Ndio. Ningependa kuzungumzia hivi. Ndio. Tume ya IEBC imeweza kufanyisha uchaguzi katika nchi yetu kwa miaka mingi sasa, kuanzia uchaguzi mkuu wa 2013, 2017, uchaguzi wa kwanza na ule ukarudiwa wa urais, na pia wa karibu zaidi mwaka wa 2022. Hakuna uchaguzi ambao unaweza uita perfect duniani kote. Huwa kuna thresholds ambazo zinawekwa ili kusema, je, matokeo haya yanakubalika, yamefikia expectations za kisheria na pia matarajio ya wananchi. Isiwe tu sheria lakini pia matarajio ya wananchi. Nilitoa mfano majuzi katika chombo kingine cha habari, ningependa kurudia hapo pia kwamba tume wakati wa uchaguzi mkuu huwa inafanya chaguzi 1882 kwa hiyo siku moja. Mwaka wa 2022 nitoa mfano, tulifanyisha hizo chaguzi 1882, ikiwa uchaguzi wa urais, ikiwa chaguzi ya 47 za magavana, 47 za maseneta, 47 za wabunge wa kike wa kaunti, na pia 1450 za mabunge ya kaunti. Na pia kunao wale ambao wanachaguliwa kupitia ile tunaita party list, ambao katika uchaguzi mkuu wa 22 takriban watu 800 walichaguliwa kupitia hizo party list, the special seats through party list. Na ningependa kuripoti kwamba baada ya uchaguzi ule mkuu kulikuwa na petition cases 124. Ndio. Out of 16,000 candidates waliokuwa wamewania hivyo viti mbalimbali nilivyotaja. Ndio. 124 petition cases were filed kupinga matokeo ya uchaguzi. Kwa hivyo hapo kuna chaguzi zaidi ya 1700 ambazo zilipita bila kupingwa na wale waliokuwa wamegombea ama wananchi. Kati ya zile petition 124, 3
ndio zilizokubaliwa na mahakama kwamba hazikufikia ile threshold ya acceptability. Kwa hivyo tume ikashurutishwa kurudia chaguzi hizo 3. Kwa hivyo ukiangalia hiyo takwimu 1882 alafu 1799 elections were cleared as having met the threshold. Unajiuliza ule wasiwasi upo wapi? Kwa sababu chaguzi nyingi zinazofanyika zinakuwa zimekubalika. Jambo la pili, umeuliza kuhusu teknolojia na kama iko foolproof. Hakuna teknolojia ambayo iko foolproof katika ulimwengu mzima, lakini huwa kuna threshold pia ambazo lazima ifikie ili iweze kupatia ile confidence kwamba hakuna tampering imefanywa katika huo uchaguzi. Tujiulize teknolojia tunaitumia wapi katika chaguzi zetu? Kwanza tunaitumia kusajili wapigaji kura kama zoezi linaloendelea kwa sasa. Na baada ya kujisajili kuna processes ambazo huwa zinafanyika behind the scenes ili kuhakikisha ile register iko na integrity. Kwanza inaangalia double registration ama multiple registration. Hiyo inakuwa flagged. Tunatumia nini kuangalia double registration? Kwanza tunaangalia nambari ya kitambulisho ama pasipoti. Pili tunaangalia zinapotoa namba zinazofanana, inaenda kuangalia picha, pia inaenda kuangalia fingerprints ambazo zilichukuliwa za wapigaji kura ili kuondoa hiyo case za multiple registration. Na zinapokuwa flagged by the system, wale administrators huwa wanazipitia kuzipitisha ama kuzisimamisha kulingana na zile threshold ambazo wamepatiwa. Pia register baada ya kupitia hiyo process huwa inafanyiwa audit ambayo inahitajika kisheria. Ifanywe audit, iangaliwe kama imefikia zile parameters za kimataifa za register ambayo inakubalika, iwe accurate, iwe current, ambazo ni muhimu sana kwa wapigaji kura, na pia iwe inclusive, yule mtu yoyote ambaye aliapply awe yuko katika hiyo register. Na zaidi pia tunaangalia wapigaji kura ambao wamefariki. Tunalinganisha na record ambazo tumepata from Registrar of Birth and Death, alafu wale watu wa namna hiyo wanakuwa wanachujwa. Kwa hivyo register baada ya kupitia technology inasafishwa, inafanyiwa audit, alafu inapasishwa for gazettement by the commission. Pili, teknolojia tunaitumia kusajili wagombeaji, registration of candidates. Wakati wale ambao wamekuwa sponsored na vyama wanatumia hiyo system, na pia kuna wale ambao ni independent candidate. Tunatumia hiyo system kuwasajili wale wapigaji kura. Hiyo system pia nayo iko na parameter zake za kuangalia kama huyu mtu, sababu condition ya kwanza, amesajiliwa kama mpigaji kura, kama amekuwa sponsored na chama, amepitia channels za chama zinazotambulika kisheria, na kama ni independent candidate, amefikia ile threshold inayohitajika including number of supporters. Kwa hivyo ikishawasajili, ile system inaweza kugenerate ballot artwork inayoonyesha vile ballot paper yao itakuwa inakaa wakati ikiwa imechapishwa. Na wale wagombeaji wanaruhusiwa kuja kuangalia hiyo artwork, na kama wamefurahia vile details zao zimekuwa captured na ziko accurate, wanaweka sahihi kwamba wamekubaliana na details zao. Kwa hivyo wanaona teknolojia iko, lakini lazima iambatane na manual process of verification as well. Kwa hivyo sio teknolojia tu inafanyika behind the scenes. Lazima kuwe na manual verification. Na kuna sheria ambazo ambazo zinafuatilia utumizi wa hiyo teknolojia. Halafu tunatumia siku ya upigaji kura kutambua wapigaji kura kutumia biometrics. Na ukweli ni kwamba that process ya identification of voters, tunaita electronic voter identification, katika uchaguzi wa 2022 ilipata accuracy ya 99.8% kama sijakosea. Wale wote waliopiga kura siku ya uchaguzi
99.8% waliweza kutambulishwa through biometric. Kwa hivyo hakuna imposter aliyejipresent kupiga kura kwa niaba ya mpigaji kura mwingine bila shaka on that system. Mwishowe tunatumia teknolojia kutransmit matokeo ya urais kutoka kwa kituo hadi kwa servers na public portal kama ilivyofanyika 2022. Lakini kando ya teknolojia, nataka tuelewe kwamba uchaguzi wetu ni manual process. Ukishatambulika technologically kutumia biometrics, tumetambua kweli wewe ndiye mpigaji kura, unapatiwa physical ballot papers. Ndio. Katika uchaguzi mkuu unapewa 6, katika uchaguzi mdogo kama ni kiti kimoja utapewa ballot paper moja. Hiyo utaenda utaweka alama yako dhidi ya mgombeaji unayemtaka manually, utaenda ingiza kwa debe manually, na baada ya masaa ya kupiga kura yakiisha itahesabiwa manually. Na wale maagenti wako pale ama candidate wako pale. Halafu matokeo ya uchaguzi yatajazwa katika fomu ya matokeo manually katika kile kituo cha kupigia kura. Na wale mawakala ama maagent wanapata kopi ya hiyo fomu, na pia kuna kopi inawekwa katika polling station. Kama ni matokeo ya urais, picha ya hiyo fomu itachukuliwa, form 34A, na itapeperushwa kupitia ile secure network. Kwa hivyo licha ya teknolojia, the manual processes ambazo ndio tunatumia katika kupiga kura hasa, they have processes ya kuverify kuanzia pale kituoni. Agent anapata copy, wananchi wanaweza kuona yale matokeo, halafu inaenda kwa tallying center ya eneo bunge ambako pia kuna mawakala na wananchi na vyombo vya habari pia vinaweza kuona, je, matokeo yale yaliyotoka kwa kituo ndio hayo yamefikishwa katika tallying center ya eneo bunge. Yakitoka hapo, kama ni uchaguzi wa county, bado hizo forms zitaenda kwa county tallying center. Kama ni ya urais, zitaenda kwa national tallying center. Kwa hivyo teknolojia ipo, lakini uchaguzi wetu unafanywa using manual processes ambao wananchi wote wana haki ya kufuatilia hasa zile fomu. Nao wajifanyie, inaitwa self tallying, alafu baadaye wafananishe na ile tallying ambayo tume imefanya. Wajifurahishe kwamba iko sawa, ama kama kuna dosari basi wanaweza ku raise hiyo issue. Naam, shukran sana Albert Gogo, meneja wa uchaguzi eneo la Nairobi. Mtazamaji, ndo mazungumzo ambayo tunayaendeleza hapa studioni, afisa huyu wa IEBC pia akitupa uwazi yale namna ambayo yanafaa kufanyika wakati wa usajili hadi wakati wa upigaji kura. Mtazamaji, tunaendeleza mazungumzo pia katika mitandao yetu ya kijamii, na tumekuuliza swali katika mitandao yetu ya kijamii ambapo tumekuuliza, je, umesajiliwa kuwa mpiga kura? Shughuli hiyo ilichukua muda upi? Je, umesajiliwa kuwa mpiga kura na shughuli hiyo ilichukua muda upi? Maoni yako na yasoma sasa ili tuweze kufahamu fika unasemaje. Kwenye akaunti yetu ya Facebook anaitwa James Karioki, anasema ndio nimesajiliwa, process ilikuwa quick kama 15 minutes tu. Vizuri sana James Karioki. Mwingine hapa anaitwa Masi Achieng, anasema nilijaribu but kulikuwa na long queues, ilichukua almost 2 hours. Asante sana Achieng. Mwingine hapa anaitwa Peter Mwangi, anasema registration ilikuwa smooth sana, hakuna delays kwa center nilienda. Vizuri sana. Tupate mwingine anasemaje. Anaitwa Brian Otieno, anasema ilikuwa fast na efficient, took less than 20 minutes. Vizuri sana, maoni yako mtazamaji hayo. Mwingine hapa anaitwa Linet Chebet, anasema bado sija register but planning to do it soon. Chebet, fanya hima, kimbia pale, jisajili uwe mpiga kura, uwe kwenye kadi. Anu Wanjiro anasema mfumo ulikuwa slow kidogo but eventually niliweza kusajiliwa. Vizuri sana. Mwingine hapa kutoka kwenye akaunti yetu ya X anasema Youth Voice KE, anasema registered already, process ilikuwa fast and smooth. Vizuri sana. Mwingine hapa anaitwaje? Anaitwa @Amani KE, anasema haven't registered yet but
planning before deadline. Asante. Mwingine hapa anaitwaje? Anaitwa at Civic Watch KE, anasema long queues kwa baadhi ya maeneo but worth it. Vizuri sana mtazamaji, ndizo hisia zako. At Gen Z debate anasema took me about 30 minutes, not bad at all. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo tunazidi kusoma jumbe zako, na pia kuna kule kukubaliana kwamba system inafanya kazi yake. Kuna wale ambao wanatofautiana nayo, lakini mwisho wa siku kuna kule kuridhika. Jukumu lako mtazamaji, endelea kujituma ili uwe kadi pia Wakenya wengine wanapojisajili kuwa wapiga kura. Tuelekee maeneo ya Machakos. Nicholas Mbai yuko tayari. Nicholas Mbai, wakazi wanasemaje kuhusu usajili wa wapiga kura? Nama, asante sana wenzangu na kupata vizuri kutoka hapa katika kaunti ya Machakos, ikiwa ni shughuli nzima kwenye mada kuu kuhusiana na zoezi au mchakato wa Kenya kuweza kujitokeza kujiandikisha kama wapiga kura. Vilevile tume ya IEBC kuendelea na shughuli hii nzima wa Kenya kuandikishwa kama wapiga kura katika kaunti ya Machakos. Zoezi tumeweza kuzunguka katika maeneo mbalimbali, wameweza kutumia mbinu mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanafikia vijana. Tumeweza kuona wakipeleka vifaa katika chuo kikuu cha Machakos University. Vile tumeweza kuona wakipeleka vifaa vya kuandikisha kama wapiga kura katika kituo cha mabasi cha Machakos mjini na maeneo mbalimbali, kuhakikisha kwamba Wakenya nao wanajitokeza na kuweza kufikia kuweza kuandikisha kama wapiga kura kwa utayari wa mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu. Na nimezungumza na baadhi yao, wanahisi vipi katika swala nzima kufikia sasa wamejitokeza kujiandikisha kama wapiga kura na hali ikoje, na haya ndiyo maoni yao. My name is James Kathili Wakili. I'm also an aspirant for the seat of Senate Machakos County coming elections of 2027, and I'm a registered voter. And I'm also asking whoever is listening to me, are you a registered voter? Because you cannot talk of loving your country unless you are a registered voter. Because any decision, any change or any governance that is supposed to be brought on board will be brought on board by registered voters. So are you a registered voter? In my opinion, I think IEBC may not be doing all that is needed to ensure that everybody is registered. First and foremost, I've walked around all over the county and I've realized these people are only camping in marketplaces. I want to say that it is not every other Kenyan walks to the marketplaces. Go to the rural areas, and that's where majority of the votes are. Nobody is even going there. So you're expecting someone from the interior to travel all the way to our market centers or to our towns to register. And I find that may not be very effective. I want to say I have some proposal. I have seen during polio vaccinations. I've also seen during census times where those that are conducting census, they move from house to house. And those that are even administering polio as in vaccines, they move from house to house. I want to challenge IEBC because other than the general election that IEBC conducts, the other most important exercise is voter registration. I want to challenge and say this. Why can't IEBC move from one house to another and ensure nobody is left unregistered? I also want to say that there are events, there are places like the youth like playing football. Why can't IEBC get to know where, if there is any game anywhere, they can move in there and ensure as many youths as possible register as voters. I also want to say, we have churches. Why can't we see IEBC even camping outside churches to ensure that every other person who gets out of that church or in that church is captured as registered? Even I want to suggest, even in some extreme cases, why can't even go to hospitals? Because it is not every other person who is coming to a hospital who is sick. Some of them are escorting their patients, and even those who come to hospitals may not be that sick. What I'm saying is that there is room for IEBC to ensure that we capture more. So far, what I can say about IEBC is below far. We need to make sure that themselves, they should come up with a system whereby they can get the people who have not been registered. It is an integrated system. They can know the people who died. They can know the people who have not gone biometric way. So my urge is that they create more awareness and they increase, because I had some complaint that IEBC are getting more people who are on the queues. So let them employ more staffs.
let them engage more gadgets. They can even move to digital way of registration. Can we register ourselves without coming to your site? That's something I want to chew for. Ikiwa ni hisia mseto za Wakenya katika swala nzima ile wiki ya kwanza. Sasa ikiwa tumeingia katika wiki ya pili, kutarajia kwamba uhamasisho zaidi utakuwepo na vile vile pia nao Wakenya hususan vijana wataweza kujitokeza kwa wingi zaidi ili kuweza kuwa wapiga kura na kwa utayari wa mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu na pengine kuchangia pakubwa katika maamuzi ya taifa hili la Kenya. Mimi ni Nicholas Mbai na waregesha kwenu studio kwa matangazo zaidi. Shukran Nicholas Mbai kutoka Machakos. Philip Ngumo kutoka Makueni, kaunti jirani hiyo. Wakazi wanasemaje, Philip? Vizuri, nikiwa hapa katika kaunti ya Makueni, niko mkabala na kituo cha kupigia kura cha Kibwezi Township hapa katika eneo bunge la Kibwezi Magharibi. Eneo hili ndilo linaongoza kwa sasa katika usajili wa upiga kura ambao kunaendelea, likiwa limeandikisha zaidi ya wapiga kura 2500, likifuatwa na eneo bunge la Makueni likiwa na idadi sawa na hao, lakini likiwa chini kidogo, ikifuatwa na maeneo mengine manne katika eneo hili likiwa ni Mboni, Kaiti, eneo bunge la Kibwezi Magharibi na eneo la Kilome Mashariki kunirathi. Ni kweli tu umezua hoja kuhusiana na zoezi hili ambalo linaendelea hapa katika kaunti ya Makueni. Kaunti ya Makueni ikiwa sasa imeandikisha zaidi ya wapiga kura 10,000. Likiwa kukamilisha zoezi hili linatarajia kuandikisha wapiga kura wapatao 54,000, na ni wazi kwamba zoezi hili limeweza kuzua hoja kuhusiana na jinsi linavyoendelea. Tumekuja hapa mwendo wa dakika 30 zilizopita, na ni kweli katika kituo hiki kilicho hapa katika eneo hili la Kibwezi kufikia sasa hakuna zoezi ambalo linaendelea. Haieleweki ni kwa nini wale ambao walistahili kupata huduma katika eneo hili wamekuwa kimiminika na kuweza kukaa hapa na hatimaye kwenda nyumbani. Na tuliweza kuzungumza nao wakatueleza jinsi matarajio yalikuwa na kile ambacho kilikuwa kimewaleta hapa kupata huduma, na kaweza kujieleza katika hali hii. Naitwa Pastor Bernard Nzangi na nimekuja hapa kwa ajili ya kumbandilisha kura yangu. Ilikuwa huko Machakos St. Mary's Boys Machakos, lakini kwa sababu nimehamia huku nilikuwa nataka kuibandilisha nilete hapa Kibwezi West. Hapa ni Muslim Primary. Kwa maoni yangu kuna hii Niko Kadi initiative ambayo inaendelea, na ninawahimiza vijana wachukue kura na tuchukue kura, na vile tulitangaziwa ya kwamba wale ambao waliregister kuanzia 2012 and below hawatakuwa katika register. Nilikuwa nataka kuconfirm, lakini nilipokuja hapa nikapata ni viti tu, hakuna mtu ambaye wa ABC yako hapa, ni Mbana iko hapa. Sasa nikashangaa, nikauliza sasa inakuanga namna gani? Na kwingine naona queuing ya vijana. Vijana jitokezeni, ndiposa mchukue kura, ndio tuwe kadi, tuchague wale viongozi ambao wanahitajika katika hii uchaguzi ambao inakuja. Vile vile tumezungumza na vijana tu katika mchakato huu, na wakaweza kutupa maoni yao, wakiweza kuwarai vijana zaidi kujiweza kujihusisha katika mpango huu. Huu ndio wakati wetu wa vijana kuchukua kura. Kama venye unaona, kama Mount Kenya tally ni leo ilikuwa 4 million, sasa wana target 7 million. Makueni statistics zimetoka juzi, bado vijana wajitokezi. Tuko chini bado. Kwa ukiangalia, naweza uliza commission wa sub county, naona watu ni saa 3 saa 4 saa hii. Watu hawajafika. Vijana wanataka kuchukua kura. Wako wapi? Tutachukuaje kura? Ama watu waliwekwa kwa kazi na wakaenda. Kingine vijana nawaambia, kura yako ni silaha yako. Usitumike vibaya. Tafadhali na waomba tena, msitumike vibaya. Hii kuambua endeni, utasahau ukose kupiga kura. Jipange mapema, jua unapigia huyu, na utampigia kwa njia gani, amekufanyia nini kama mwana youth. Hiyo ndio silaha yako. Vijana tumelia kwa muda mwingi sana. Upande wa sporti, upande wa kazi, upande wa female hygiene, wasichana wetu wanaumia hapa mitaani.
Angalia pale ile shida umepitia, umepitia kwa muda gani? Ni wakati wako sasa wa kutoa hiyo shida na hiyo kura yako. Mayouth na wazazi wetu pia tuungane pamoja, ili tukianza kuimba zile maneno watu wanaimba huku nje, sijui ngapi, hiyo itakuwa ni yao. Sisi itakuwa tunachagua na kura. Unapiga risasi yako moja ya kura pale, unatoa ule unataka, unaandika mwenye unataka, na mambo itakuwa poa. Na niwahimize mayouth wenzangu, tujitokeze na tusitumike vibaya na viongozi. Tuchague mtu ambaye atatusaidia na sio mtu ambaye anataka tumchague kwa sababu ashaitusaidia ama atakuja kutuambia atatusaidia. Na hao kwa hapo kwenye hizo viti wakikuja kutuitisha kura, wakati unaokuja tumuulize maswali matatu: umefanya nini, na ulituahidi nini, na nini hujafanya. Ndio maana sasa unataka kuja kutuambia utatufanyia nini. Tutaweza kupiga kambi katika maeneo mengine hapa katika kaunti ya Makueni kuweza kutathmini jinsi zoezi hili linaendelea katika vituo vya kupiga kura katika maeneo haya ya Makueni, tukitarajia kuona ni kipi kitatendeka haswa kwa vijana na wale ambao wanatarajiwa kuhamisha kura zao kwenda katika vituo vingine. Kwa sasa nitakoma hapo. Mimi ni Philip Ngumo kutoka Makueni. Naam, shukran sana Philip Ngumo ukizungumza nasi kutoka Kibwezi. Umezungumza na wakazi na wametoa hisia zao, kauli nzito, vijana wakiwa na hisia mseto kuhusu namna ambavyo wenzao wanafaa kujitokeza na kujukumika ili kuweza kuhakikisha wanatekeleza jukumu la kuwachagua viongozi ambao wanatarajia watawafanyia maendeleo katika maeneo yao. Johnson Friday, tunapozungumzia shughuli nzima ya usajili wa wapiga kura, tunaishi katika mazingira ya siasa kila siku, kila wakati. Tunapozungumzia shughuli ya usajili wa wapiga kura, hivi sasa kila mwanasiasa yuko katika harakati za kuhakikisha kwamba eneo anakotoka Wakenya wanajisajili kuwa wapiga kura. Hatua nzuri sana, na najua IEBC wanashabikia hilo. Watu wajitokeze, wahamasishe jamii, na vilevile wanapoendelea na jukumu lao la kuhamasisha umma kuhusu usajili wa wapiga kura, tunafikia lengo. Siasa zipo na shughuli ya uchaguzi ni muhimu na ipo. Ni vipi tunafaa kutenganisha haya mawili? Asante. Ijulikane kwamba Mswahili anasema kwamba kila mwamba vuta ngoma upande wake. Ndio hiyo. Na ijulikane kwamba mwanasiasa kila wakati anapomaliza uchaguzi mmoja huwa anaanza kuweka mikakati kwa uchaguzi ujao. Kwa hivyo ukiniuliza mimi nitasema kwamba ni jambo lizuri wanasiasa kuingililia katika kumobilize watu kuchukua kura, na wanapofanya hivi nyuma ya mawazo yao wanajua kwamba huyu ni wangu, okay? Lakini wote kuna wale ambao wameketi wanasema kwamba wale wa kuchagua watachagua tu. Na kwa ufasaha zaidi ni kwamba ni jambo lizuri ambalo linafanywa na wanasiasa. Kanisa pia linapaswa kuchukua nafasi yake na kuweza kusukuma gurudumu hili. Viongozi, those opinion shapers katika jamii pia wanapaswa kuingililia kati kwamba tukaweze kupata idadi kubwa ya wasajili kura iwezekanavyo. Na ni vigumu sana kutenganisha vitu hivi viwili, mwanasiasa na mpigaji kura, kwa sababu vyote ni kama wakati mmoja vinawiana, vinaambatana na kushikana mahali fulani. Kwa hivyo wanasiasa wakaendelee tu kufanya kila ambacho wanafanya, na kila mtu afanye katika kitengo chake ama katika nafasi yake kuhakikisha kwamba at the end of the day namba yetu imetoka kiwango kimoja imefika kiwango kingine, ili kwamba wakati upigaji kura utakapofika wananchi wenyewe wataamua kama ni wewe uliweza kunishurutisha ama kunirai nikaweza kuchagua kura. Itafika wakati kwamba sakata hii mzima ya kuweza kusajili watu itakwisha, na ambapo watu wataketi chini sasa kusikiza manifesto ya watu, kusikiza je, watafanya nini, na kulingana na yale ambao watakaweza kuleta katika ulingo wa wanasiasa ama ulingo wa wananchi, pale wataweza kufanya uamuzi ambao ni wa busara kulingana na yale ambayo watakuwa wamesikiza. Na asante sana. Albert Gogo, ni kuulize swali kile. Kuna mtazamaji kutoka Mombasa anauliza, ni inawezekana mtu kujipata katika sajili ya IEBC bila kujipeleka kujisajili? Asante sana Joash. Ni jambo lolote linalohusu kusajiliwa kwa mwananchi
ni jambo ambalo kama tume tunalipatia a lot of seriousness. Naam. Kama nilivyoeleza awali, mpigaji kura anatarajiwa kujipeleka mbele ya afisa wa usajili yeye mwenyewe, kwa sababu kuna vitu ambavyo they are very personal. Ndiyo. Kama picha lazima upigwe ukiwa pale. Fingerprints lazima zichukuliwe physically ukiwa pale, ambazo ni individualized. Ni individual na zinachukuliwa ukiwa pale. Kwa hivyo mwananchi anaposema amejipata katika register, ni jambo ambalo kama tume huwa tunafanya investigation, anaripoti kwa registration officer aliye karibu naye, halafu tunafuatilia. Kwanza tutachukua nakala ya kitambulisho chake, sababu ndio mwanzo wa sisi kufanya checking. Halafu tutaangalia kama kwanza hiyo rekodi yake ipo, pili majina yaliyo hapo ndani ni yake, tatu picha iliyopo ni yake, vidole zilizochukuliwa ni zake, na kama ni zake basi huyo ni kwamba alikuwa amesajiliwa rasmi. Ndio. Na kama si zake, sasa hapo ndio tunaanza kuangalia ni aje, lakini ni ngumu sana kuona kesi ya namna hiyo, isipokuwa labda iwe kuna watu wachache ambao namba zao za vitambulisho zinalingana na za mtu mwingine. Ndio. Hata mimi nilikuwa mfano wa watu namna hiyo hapo uchaguzi wa 2013. Namba yangu ya kitambulisho ilikuwa tunashare na mtu fulani, lakini nafikiri huyo mtu labda alifariki na details zake kutolewa kwa register, sababu kila nikisearch sasa hakuna hiyo duplicate record, lakini zilikuwa 2 distinct records. Namba ya kitambulisho inafanana, lakini picha, fingerprints na kila kitu zilikuwa za watu tofauti. Kwa hivyo ni kesi ambayo tunaifuatilia on its own merit mpaka tujue kiini cha kesi ya namna hiyo. Kwa hivyo anahitaji kuripoti kwa registration officer aliye karibu naye, halafu tutaichunguza na mwishowe tutamweza kumjulisha nini tumeweza kuchimbua baada ya kufanya uchunguzi ule, halafu tunachukua necessary step to remedy the situation. Shukran sana Albert Gogo. Ujumbe wako kwa vijana, Brian Muraya. Najua hivi sasa tuko kwenye mchakato mzima, kwa sababu alivyoeleza bingwa hapa ni mchakato wa usajili wa wapiga kura na ni mchakato mrefu ambao unahitaji kila mtu kuwepo. Wito wako ni upi kwa vijana tunapozungumzia usajili wa wapiga kura? Wito wangu kwa vijana ni kwamba wajitokeze, wapige kura, wachukue kura. Kwa sababu wasibanduke. Unajua lots of youths acha niseme in a layman's language, wanakuanga lazy, very lazy, but tukishikana kama youths, ndio maana tuko na initiative inaitwa Tuko Kadi, ili tuweze kumotivate them waweze kuchukua kura. Ndio na pia wajitokeze pia waingie kwa kwa uongozi, ili waweza kuongoza, kwa sababu we are the leaders of today, not even of tomorrow. We are the leaders of today. Wewe unawania? Mimi kwa sasa nawania cha MCA pale Kasarani Ward. Shukran sana Brian Muraya. Johnson Friday, ningependa kusikia kauli zako za mwisho, dakika moja. Zungumza na Wakenya, ungependa kusemaje kuhusu hizi siasa na vile uongozi ambao humo nchini? Asante sana. Jambo langu la mwisho nitasema kwamba ni wakati ambao umefika tufanye ile inaitwa policing one another in terms ikikuja wakati wa usajili wa kura, na ifahamike ya kwamba tumesikia story kwamba katika maeneo ya Mlima Kenya wao hubeba hata wagonjwa wao, wazee wao, ili wakaweze kushiriki katika tendo la kupiga kura. Ningeomba kwamba jambo hili likaweze kuigwa na maeneo yote, kwamba tuhakikishe kwamba mtu yoyote katika boma, katika nyumba ambaye amehitimu umri wa kuweza kusajiliwa kama mpiga kura, akaweze kusaidiwa na akaweze kupewa reasons kwa nini anapaswa kuchukua kura ile, na wakati utakapofika sisi sote tukajitokeze man to man kuhakikisha kwamba tumetekeleza wajibu wetu wa kiraia kupiga kura na kuchagua uongozi thabiti ambao utakaoendeleza nchi yetu mbele. Naam, shukran sana
Johnson Friday. Albert Gogo, tunapokamilisha, wito wako ni upi kwa Wakenya? Na ningependa pia uwaeleze Wakenya, najua vijana wa Gen Z hivi sasa wamesoma mambo mengi. Kenyan voting system, it's secret ballot, sio? Yes. Tueleze, na wito wako ni upi kwa Wakenya? Asante. Wito wangu kwa Mkenya ni kwamba tujitokeze kujisajili. Ndiyo. Kama alivyoeleza Johnson hapa, it's a civic responsibility. Ndiyo. Ni jukumu la mwananchi yoyote kujisajili kama mpigaji kura. Kwanza ni haki yake ya kikatiba. Ndiyo. Halafu uongozi wote wa maendeleo ya Kenya unapitia viongozi ambao wamechaguliwa kupitia uchaguzi, kuanzia rais, magavana, wabunge, wa seneta ama bunge la kitaifa, mabunge ya kaunti, wote hawa wanachaguliwa siku ya uchaguzi. Kwa hivyo ni jukumu letu kuchagua wa viongozi ambao wataweza kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu ya Kenya. Na usipopiga kura wewe, ni sawa na kwamba mwenzako amepiga kwa niaba yako. Ndiyo. Kwa hivyo afadhali sauti yako isikike pale katika siku ya uchaguzi. Jambo lingine ambalo ningependa kusisitiza ni kwamba jambo ambalo amelizua Bwana Brian hapa, kwamba hasa vijana wengi wanasema naogopa kujisajili ama kupiga kura kwa sababu naona kama kura yangu itaibwa. Ndiyo. Kihistoria hatuna hiyo evidence ya wizi ambao unafaa kuleta wasiwasi katika mgombeaji ama mpigaji kura. Kama nilivyoeleza awali, kama mwaka wa 2022 kati ya 1882 elections 1799 were cleared, 3 tu ndio zilionekana zikiwa na dosari. Hiyo ni kwamba chaguzi karibu zote nchini zinatoa matokeo ambayo yana reflect the voice of the people. Ndiyo. Kwa hivyo hiyo isikuwe wasiwasi ama tatizo, wananchi wajitokeze. Na baadaye kama alivyosema Johnson pia, kujisajili ni step ya kwanza. Kitu muhimu ni wajitokeze pia. Ndiyo. Kupiga kura, aidha kwa uchaguzi mkuu ama uchaguzi mdogo wote ambao utakuja katikati ya leo na uchaguzi ule mkuu utakaokuja mwaka ujao. Naam. Shukran sana. Asante sana Albert Gogo, meneja wa uchaguzi kaunti ya Nairobi. Asante sana kwa kufika studio zetu. Brian Muraya, asante sana pia kwa kuwakilisha vijana hapa studioni na vilevile kutoa hisia zako na kila ambacho mnakifanya kuhakikisha vijana wanasajiliwa. Johnson Friday, mtaalamu wa masuala ya uongozi na siasa, asante pia sana kwa kufika, kwa sababu mtazamo wako na utaalamu wako umemsaidia mtu kufunguka kidogo, kujua kwamba jukumu lipo na lazima tulitekeleze. Na mtazamaji, hao wamekuwa wageni wetu ambao tumezungumza nao yote hayo ili tuweze kufahamu fika kwa kina zaidi ni yepi ambao unafaa kuyafahamu. Mjadala wetu unaendelea katika mitandao yetu ya kijamii wakati ambapo tunazungumzia usajili wa wapiga kura, na siku zinazidi kuchanika wakati ambapo tunazungumzia siku 30 mfululizo kuweza kuhakikisha Wakenya milioni 2.5 wanasajiliwa kuwa wapiga kura wapya katika ile sajili ya IEBC. Tuendeleze mazungumzo haya na swali ambalo tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii. Tumekuuliza, je, umesajiliwa kuwa mpiga kura? Je, umesajiliwa kuwa mpiga kura? Na shughuli hiyo ilichukua muda upi? Ndilo swali ambalo tumekuuliza, na gumzo hili liendelee katika mitandao yetu na vilevile tuweze kushirikiana katika kuhakikisha tunajukumika katika uongozi wa taifa, kwa sababu ni masuala ambayo yanatuhusu kwa njia moja au nyingine. Shukran kwa wote ambao wamefanikisha awamu hii. Awamu ifuatayo ni ya taarifa za TV47 matukio saa 7. Wanakwetu wananiita Joashon Sare. Endelea kutazama TV47.